Mazai. Shikamoo Mazai. Marahaba. Wema? Nikuulize wewe, maana ulivyoniita mpaka nimeogopa. Nikwambie kitu? Haya, niambie. Hivi Mazai, unajua kama upo salama? Siko salama? Unamaanisha nini? Kuhusu huyu binti, sema shida yako. Na mambo mengi ya kufanya mwenzio. Hamna Mazai, nilikuwa tu nakusalimia maana muda sijakuona. Sasa nisikilize, kwa siku nyingine usipende kumwita mtu kwa katika siku stahili kama hiyo, sawa? Haya. Watoto wengine wanakuwa vibaya hao. Shoga mchawi, shoga mchawi, nilidhani ni rafiki, kumbe siri ndani yake. Shoga mchawi, shoga mchawi. Mkuu, umefika? Karibu. Wewe unamwambia nini mama? Mimi nilikuwa tu namsalimia mkuu, sikuwa nataka kumwambia kitu chochote. Nilikuwa tu namsalimia kwa sababu sijamwona muda mrefu sana. Kumsalimia wakati pale ulikuwa nataka kutoa siri za Kilingeni? Mimi mkuu, toa siri za Kilingeni? Mkuu, mimi siwezi kufanya hilo. Yaani siwezi na hapa mimi siwezi kutoa siri za Kilingeni, siwezi mimi. Haya kwa tusoma mambo yangu. Asa ukiendelea tutakula nyama. Kunila nyama tena? Mkuu, usinifanyie hivyo jamani. Sirudi tena. Nashika mchanga mimi. Mimi sirudi tena kutoa siri tena mimi mkuu mimi. Sio mambo yangu mimi kwa. Kumbe yote koma mimi tena. Maswala kusema sio ni usi. Nafunga bakuli langu. Usiku unaficha mambo ambayo mchana huyajui. Shoga mchawi, shoga mchawi, shoga mchawi. Asalamu alaykum Zari. Ndio jina langu. Mimi nakujua kuliko unavyojifikiria. Ongea, shida yako nini? Nimekuja kukupa onyo. Acha kila kitu unachokifanya na mrudie Mungu wako. Alafu sikie binti, mimi ni mkubwa kushinda wewe. Haijalishi uwe mkubwa uwe mdogo. Nimekuja kukwambia acha kila kitu unachokifanya, mrudie Mungu wako. Wewe kama nani? Unataka ufahamu? Kumbuka unapoongea unaongea na mkubwa wako. Nikirudi kwa awamu ya pili ndio tutaonyeshana vizuri. Aya, ngoja tuone vita ya Mwe na Kunguru nani atashinda. Sawa. Kwa hiyo mimi nadhani mkataba wetu ushamaliza, ila hongera na pia asante kwa ujuzi. Umejua kunifurahisha. Mataka,
haya ni maisha tu. Halafu kumbuka kuna maisha baada ya haya. Hivi fikiria, kwa mfano angekuwepo ni dada yako ambaye amefanyiwa hivi, halafu wewe ukasikia, ungefanya nini? Labda nikwambie kitu kimoja, mimi nilikuwa natumia pesa yangu tu pale, wala sikuwa natumia kitu kingine zaidi ya pesa yangu. Na kama kweli ulikuwa unanipenda, basi ungenipenda bila kuchukua pesa yangu, lakini ukaamua kutaja kiwango unachokitaka kikubwa mno. Kwa nini situmie pesa yangu? Nikaamua kufanya ujuzi wa kukukunja vile nitakavyo. Toto fundi wewe, toto unajua, umechanganya akili yako. Si umeamua kunikomoa? Nashukuru. Nice. Na kuchukia mbwa wewe. Unawezaje kumchukia mtu anayekupa kula? Kwa sababu mimi nilikupa pesa leo, inakufanya wewe ukale na maisha yako na familia yako. Kingine labda nikwambie kitu kimoja, jaribu kupunguza njaa. Una njaa sana. Oh. Labda nikusaidie kitu kingine. Wewe. Shika, nitakusaidia na ule safari wa bodaboda. Sina muda na pesa yako. Haya, sina budi nikutakie maisha mema. Kulikuwa kuna haja gani ya kunifanyia vile? Ni njaa zako, pia nimetumia pesa yangu. Asante. Nenda. Shoga mchawi, shoga mchawi, nilidhani ni rafiki, kumbe siri ndani yake. Shoga mchawi, shoga mchawi. Kwa hiyo ndio hivyo dada yangu. Pole sana mdogo wangu. Mara nyingi hali oga inatokea kwa watoto wa kike, na mimi alikuwa ni maombi yangu sana kwa Mungu akubadilishe, na namtukuza Mungu na namshukuru Mungu kwa kuwa kile nilichokuwa nakiomba hatirisi nimeanza kuona mwangaza. Wanaume sio watu wazuri hata kidogo mdogo wangu, ni baba zetu, ni kaka zetu, lakini wanaume wakiamua kukufanyia jambo mdogo wangu, utahisi kama dunia yote imekuchukia wewe. Sio watu wazuri sana hawa watu. Pole sana mdogo wangu kwa changamoto ambayo uliipata. Dada yangu, sasa tu nimeshapoa, lakini pia najua mimi ni Muislamu, tena Muislamu hasa, lakini nimeamua kujiunga na nyinyi. Hongera sana mdogo wangu kwa chaguo ulilolichagua. Umechagua kitu ambacho ni sahihi sana katika maisha yako, kwa sababu Biblia inasema hivi, ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake inampeleka mtu upotevuni. Lakini wewe njia ambayo umechagua ni njia sahihi sana kwa maisha yako, hususani kwa binti kama wewe. Na mimi ninaamini kwa kuwa njia ambayo umechagua ni sahihi, utaona mdogo wangu Koko, kila jambo lako litanyoka hivi. Yaani utasema Mungu wangu, nilichelewa wapi? Unajua huko ulipokuwa ulikuwa unachelewa kabisa mdogo wangu. Huu upande ambao umeamua sasa hivi kuhamia, utakuja kuamini mdogo wangu. Mambo yako yote yatanyoka. Na mimi labda nikutie tu moyo wako, mimi nitakushika mkononi mpaka pale Mungu atakapokupa mume sahihi kwako kwenye maisha yako. Nilidhani ni rafiki, kumbe siri ndani yake. Shoga mchawi, shoga mchawi. Zai, nilikuonya kwa mara ya kwanza ila hukutaka kunisikia. Asa, nimerudi kwa mara ya pili ili nikupe funzo. Hapa sio sehemu sahihi kwa kuonyeshana vita.
Tunaweza kuondoka. Ndio. Kama mazingira ninayapenda sana, mazuri sana. Wewe sasa shamba. Sasa hapa ina uzuri gani kati hapa shamba? Ni huku shamba ndo napapanda mimi. Okay, basi tunaweza kwenda. Wewe A1 A1 wewe A1 Mbona shida gani jamani? Kwani una shida gani? Hapana, sina shida yoyote. Hauna shida yoyote? Hauna shida yoyote? Mtu umeanguka ghafla hapo unaambia kwamba una shida yoyote, na kuelewa kitu gani? Kwani una tatizo la pressure? Mimi ni mchawi. Na hii hali imetokea labda huenda kilingeni kuna tatizo, ndio maana ikatokea hali kama hii kudondoka. A1, wewe ni mchawi? Lakini siupenda, siutaki. Leka ni uache. Sawa. Mimi ni mwanadamu, wewe ni mwanadamu. Nadhani mimi siwezi kuhukumu, anayehukumu ni Mungu peke yake. Ila nikukumbushe jambo moja. Kazi uliyokuwa umeichagua sio kazi sahihi kwako. Alafu Biblia pia inasema kwamba heri mtu yule asiyekwenda katika njia ya wakosaji. Kwa nini unaenda kwenye njia ambayo ikufai na wakati bado ni kijana mdogo? Sasa mambo asiwe mengi. Nataka tena ukiri mbele yangu kwa mara nyingine. Uko tayari kuacha uchawi? Nipo tayari. Uko tayari? Leo Jumamosi, kesho ya Jumapili naomba twende kanisani. Mchungaji wangu pale akuombe sala ya toba. Kama uko tayari, na endapo ukirudia utakufa. Sawa, nipo tayari. Binti ndogo, siri kubwa moyoni, anamiliki kundi, nguvu ziko mikononi. Watu wanamwogopa, hawajui chanzo chake. Anaishi na kivuli kinachomfuata kila siku. Mama yake naye maisha yamemsukuma, anatafuta riziki kwa njia iliyomuumiza. Biashara ya mwili, macho ya watu hukumu, lakini nyuma ya pazia kuna maisha yanayouma. Binti ana
anajua siri lakini hawezi kusema. Mama yake ni jeraha ambalo hawezi kulificha. Kundi la kichawi likizidi kumvuta, familia yake inazidi kupotea gizani. Mama ana siri, binti ana nguvu, kila mmoja amefungwa na maisha huzuni. Wanapendana lakini giza limewazunguka, na usiku ukifika mama huanza kuonekana. Shoga mchawi, shoga mchawi, nilidhani ni rafiki, kumbe siri ndani yake. Shoga mchawi, shoga mchawi, mapenzi yakageka kuwa vita vya mioyo. Shoga mchawi, shoga mchawi, usiku unaficha mambo ambayo mchana huyajui. Shoga mchawi, shoga mchawi, kwenye hii dunia nani wa kumwamini?